wa size akakimbia bio sana. Wewe kimwambia kaniambia kule ameongea sasa apina simu anapoenda Indiani hapo fuata sufuria ya kupika. Ameendelea na simu sasa mpaka utaenda mwenyewe ufuate. Ukachukua. Mwambie jirani yako ushuhuda. Utakutengenezea kibali. Kwa Mungu na kwa watu. Jina la Bwana libarikiwe. Mwaka jana nilikuwa Ludewa, nilikuwa nafundisha semina ya vijana. Yaani swali hili niliouliza nikachukua shilingi 30. Nikasema leo najilipua. Naomba ndugu wasichana ambao kabisa mbingu zinashuhudia na wenyewe wanajishuhudia. Hawajawahi hizi. Wai mara moja. Ushuhuda, haleluya. Nika nimejiona namna ile subiri wale mabinti wazuri waje. Nikasema atakayewahi ndio atakuwa amewahi kuchukua. Nimejiona namna hiyo zile noti. 10,000. Mbingu zinashuhudia na wewe ndani kwako kunashuhudia kwamba sijawahi. Ambaye sina nigela. Sijawahi na mbingu zinashuhudia. Ukija hapa useme uongo yatakayo kukuta misho zaidi. Ila fika hapa kwa sababu unathibitisha. Yaani sikumpata hata moja. Nakwambia wewe sio uongo. Nilirudia tena nikasema hamjanielewa. Nimesema ambaye hajawahi kufanya ngono wakati wowote. Na ino tena. Inaonyesha kule sina nayo. Afadhali umeshusha vijana wa kiume wamegeuka wote. Wamegeuka wote wamuone huyo nenda. Hii ni dalili ya kwamba kuna mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Ila sasa ungeniuliza kwani walikuwa wasichana wangapi? Hawakuwa wengi sana. Kwa hiyo msije mkakatia tamaa. Na vijana wa kiume msikaze nini jamani? Hapana. Wako ambao kwa kweli wamejitunza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamejitunza vizuri. Mungu awabariki wale waliojitunza vizuri. Nami nawaombea waendelee kujitunza vizuri. Na hata wale ambao kwa bahati mbaya, hebu sema kwa bahati mbaya. Ambia kwa bahati mbaya tu. Parachichi lilikatwa. Wasirudie. Timuwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kijana mwenye ushuhuda huwa ni tunu njema kila eneo katika maisha yake. Huwa ni tunu nzuri kila eneo la maisha yake. Kwenye familia ni tunu nzuri. Ni tunu nzuri kwenye kanisa. Ni tunu nzuri kwenye jamii. Kijana yeyote aliyekuwa na ushuhuda mzuri ni tunu nzuri sana. Mimi nimeona wakati fulani nilikuwa na kijana mmoja namlea mtoto hakuwa mtoto wa kwangu nimemlea, lakini baba yake hakuwa naye. Na wala mama yake alikuwa anasoma uchungaji. Jamani, nilikuwa naonea huruma wasichana wanaomzunguka. Yaani kama unamwonea ana raha. Maana sasa kama kwa Bwana kale kametulia ndio kenyewe kana ushuhuda mzuri, kila msichana anaandika message. Sasa leo basi mimi. Yaani wanaandika message nyingi. Alafu nikao napata barua nyingi kabisa. Wakinunua kwa mama yako sio unanunulia. Kwa mama yako. Ukionaga hivyo Hana sasa wasichana wananunulia mimi, wasichana wabaini. Wasichana wananunulia mimi. Yaki kuzikimu jana kwa mchungaji mjalafu kumbe unakadimika. Kwa mchungaji mjalafu. Nasema hii itanikata siku mrefu, lakini
Nataka niseme tu ni ule ushuhuda. Anakuwa tunu nzuri. Lakini kwenye jamii pia wanamfurahia. Hata wanaweza kumwombea aishi maisha marefu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa ushuhuda, watu wanakuombea maisha marefu. Wanakuombea maisha nini jamani? Wasomaji wa Biblia tunasoma habari za mwanamke anaitwa Dorcas. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 9 ukisoma mstari pale mstari wa 3 kuendelea pale unaona vile sema mwanamke mmoja anaitwa Tabitha ambaye alikuwa na matendo. Biblia inasema hata alipokufa wale wajane wakawa wameshika zile kanzu wanaonyesha vile alivyoshona. Na Biblia inasema Petro akaenda kuomba akafufuka. Nini kinamfanya Dorcas afufuke? Nini? Kwa nini Petro anaweza kupata maombi yanayoweza kumgusa Mungu? Ni kile alichokifanya Dorcas, ushuhuda wake. Hivi mnajua kwamba yeye vijana mnapotoa naomba niombe. Wakati mwingine hivi nikijua kwamba wewe ni jambazi kukuombea, nikuombea labda uache ujambazi sasa. Yaani kuna mazingira ambayo wakati fulani naomba mama niombee, nataka nipate mke na waza hili jambazi hili. Shika huyu mtu atakayeolewa. Usiniombe kwamba libadilike kwanza ujambazi na wizi huu. Yaani maana nafanya kazi ya kwanza kumwombea kwanza aache ujambazi. Alafu ndio nimwombea pata nini? Sio mkandanganya usahara lakini mama mwanamke atambadilisha. Si ndio mnasema vijana? Hamna sija naolewa. Mungu atatenda kupitia mimi. Mimi ndio mlango wa kuokoka kwake. Uwe mpole. Uwe mpole. Kwa hiyo wakati unajua kwamba kumbe hata ushuhuda ukiwa nao mzuri, wenzako wana mahali pa kujishika hata wanapokuombea. Yaani ukiwa na mwenendo mzuri, wana mahali pa kujishika. Tunamwombea mtumishi wako. Mtumishi wako anayetusaidia kwa ibada ya sifa na kuabudu. Mtumishi wako ana mwenendo mzuri, tunamhitaji kama chombo chako. Bwana tunaomba mkumbuke kwenye hili. Ndio maombi yanakamata. Hoja zenye nguvu zinasikilizwa. Jina la Bwana libarikiwe. Hata Mungu anasikia. Sio kwamba asikii wenye dhambi. Yaani kwamba unatubu asikia, anasikia. Lakini ninapokuombea, lakini ushuhuda wako ulio nao una nguvu. Hata kwenye maombi ninayo. Una nguvu. Kwa hiyo lazima watumishi wa Mungu tuelewe hicho. Jana unakuwa tunu hata ndani ya kanisa. Mchungaji anafurahia. Tuna kijana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Najua wakati fulani hata wachungaji wanapata tabu sana. Anaweza akapiga simu na mchungaji mwenzake, "Nitafutie kijana mmoja mwaminifu. Tunataka aje fanye hapa." Anahangaika mchungaji kutafuta hapo. Yaani anahangaika kwenye ushirika kutafuta sura aende nani? Kama usingekuuliza. Bwana sina hapa. Yaani anao vijana wengi lakini bado anasema sina. Kwa sababu kila kiangalia ushuhuda huyu alichakatwa pale, huyu naye ndio hivi, huyu ndio aliiba juzi maiki, huyu sio alifanyaje. Anatafuta mahali pengine, hapa hamna. Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unajua mimi nasema wakati mwingine hata sisi wazazi kwa mfano unapooza binti. Mke ameingia nyumbani. Akiingia mke nyumbani. Binti unayemfahamu na tabia mbaya. Ila pana umaka sasa huwezi kumwambia mtu kwa msio. Yaani kaangalia ukweli. Wewe unafikiri ukweli watu leo? Tunaelewa ukweli. Je, mama hatuelewi ukweli? Tunaelewa kwamba mwenyewe. Kijana. Kabisa ameingia mkwe. Labda unaona kabisa yeye alivyotumia, unaona vile ambavyo kabisa yani napepata unasema nimepata mkwe na hivi tunaanza kwa basi uko mbele kwa mbele. Tunashindwa kusema tu. Unaona sasa bahati imeshaingia basi. Yeye atabaki ila anapoondoka unamfinya sana. Ila wewe sasa acha kitu. Ninakuelewa wewe tabia yako mbaya. Atakurudisha kesho umesikia lakini umenielewa. Wala wakunitia aibu mimi nakuelewa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kama unao wawili unasema hivi jamani nimepitiwa bado situkue huyu. Huyu alikiba mimi. Unatamani kama ungeonyesha sasa tunajua
Mtu anampenda anayemtaka. Si ndio jamani? Amina. Nazungumzia juu ya shuhuda. Lakini kabisa unatamani moyoni sasa. Huyo kae kwanza ila au huyo ngepasa. Unajua tukikaa wakati mwingine una mtoto na sasa huyo alifaa kwa mchungaji. Kweli, yaani kuna wakati mama mmoja ameniambia kiza, yaani mtoto wangu ninafikiri anafaa kwa mchungaji. Akasema kwa nini? Akasema mama, yaani ana mwenendo mzuri mpaka yaani atakuwa apate mahali ambapo pana uchaji, maana yeye ni mchaji, anaungana na uchaji. Sasa kipata ni jamani na kunywa huyu, yaani anakuonea huruma, atapigwa na hivi atakuwa na shida na dia, ni pole sana na hivi. Kwa hiyo ni kama anamuonea huruma mtoto wake. Anamuonea. Lakini nini? Ushuhuda leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushuhuda leo. Kwa hiyo wakati mwingine hatuna sababu ya kulalamika sana. Unaweza kulalamika. Sasa mnalalamika kwa ajili ya wazazi, naona wanipendi na hivi. Nimeshakwambia, sasa wakati mwingine ushuhuda wako unatengeneza wewe mwenyewe kutokupata kibali. Ni kweli Biblia inasema kibali kinatoka kwa Mungu. Sio jamani? Mithali mlango wa 8 mstari wa 35. Mithali mlango wa 8 mstari wa 35. Kibali. Maana yeye anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Amen. Asante. Anasema maana yeye anionaye mimi aona nini jamani? Naye anapata nini? Nimesema ni kweli, Mungu ndiye anayetupa kibali. Ndiye anayetupa upendeleo. Lakini anayeweza kukitunza kibali ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kibali kinatunzwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe Mungu anaweza kawa amekupa kibali. Amekupa huduma, nisema jana. Amekupa vipawa. Lakini mwenye kuvitunza ili viendelee kuonekana vina kibali ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo unajitengenezea. Unaweza kuandika Injili ya Luka mlango wa 7 mstari ule wa 2 mpaka wa 6. Tunamwona yule Akida alijitengenezea mwenyewe. Unajua alikuwa hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Luka 7 mstari wa 2 mpaka wa 6 tutasoma. Natamani niendelee. Lakini tunaona alijitengenezea kibali kwa watu. Biblia anasema wale wazee waliokwenda kwa Yesu kumwambia habari ya yule kijana wake anayeumwa. Anasema wakasema amestahili huyu mtendee. Maana yake ana ushuhuda kwetu. Ametujengea sinagogi, analipenda taifa lake. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani maana yake ana kibali kwetu, tumeona ana ushuhuda mzuri. Kwa hiyo anasimama mbele za Yesu anasema anastahili huyu umtendee. Kwa nini? Ametujengea sinagogi, lakini pia analipenda taifa lake. Kwa hiyo ametengeneza mwenyewe kibali. Tengeneza kibali, fanya kazi vizuri, fanya kazi ya kujenga kanisa vizuri, analipenda taifa, kiongozi mzuri, tenda haki kwa watu, akisema nastahili. Lakini jambo lingine tunaeleza faida za kibali. Ushuhuda mwema pamoja na kukupa kibali, ushuhuda mwema jambo la pili. Ushuhuda mwema hukufanya kijana kuwa na amani na furaha hata kujiamini. Ushuhuda mwema unakufanya kijana kuwa na amani, furaha na hata kujiamini. Unatembea kifua mbele, unajiamini kwa sababu una ushuhuda mzuri. Manake yaani ndani mwako nafsi yako hakuna kujihukumu kwa lolote ambalo linawezekana ni baya. Kujihukumu nafsi yako haihukumu kwamba labda hapa nimekosa, hapa nimefanya hivi. Kwa hiyo una amani. Kwa hiyo amani ya Kristo inatawala ndani yako. Ukitembea una amani. Lakini mnajua mara nyingi sana, kwa mfano tukianguka kwenye dhambi hauna amani. Hata kama wakati mwingine watu hawajui, lakini tunaweza kupima hata kwa kuona tu kwamba huyu ana kitu. Mimi nasema hata wakati mwingine mnaanza kuona mwenzenu kwenye kwaya hajaja muda mrefu. Sasa unapomuuliza muangaliaje anaposalipa. Ukimwona anasalipa lazima kuna eneo hapo ameteleza. Unanifuatilia? Kwani wangapi unawafuatilia?
Lakini nataka nikwambie, ukisha kuwa vizuri kiushuhuda, unajiamini. Hata ukisimama mbele ya watu unajiamini. Unajiamini kushuhudia injili kwa watu. Yesu anaokoa, anawapenda vijana. Unaonaje rafiki yangu ungeokoka? Maana unaona kabisa na wewe ni ushuhuda. Kwa hiyo tunapomshuhudia mwingine, unaona kabisa anaangalia tu maisha yako jinsi yalivyo. Sasa unawezaje kumshuhudia mtu wakati mwenyewe maisha yalikuwa yao? Sina tunakosa ujasiri jamani. Tunakosa ujasiri. Tunakosa ujasiri vijana kuwashuhudia wengine, kwa sababu wakati mwingine wanaanza kusema hivi, niokoke niwe kama wewe. Mbona wewe hivi wewe? Mbona umsanii tu kanisani? Maana wewe unakuwa na amani. Unakuwa na amani moyoni mwako. Yaani amani inatawala, unakuwa na ujasiri, unajiamini. Bwana Yesu asifiwe. Unajiamini. Mara nyingi sana tunapokosa ushuhuda, vijana tunashindwa kujiamini. Yaani maana yake kule kujiamini kunapungua kwa sababu ya vile ambavyo ushuhuda wako umeharibika. Mimi naonaga hata tukienda kufanya uinjilisti. Tukienda kufanya uinjilisti kwenye nyumba za watu. Unaona mwingine sasa, mimi mtaa usitaenda, nafikiri niende mtaa. Uende mtaa wapi? Sio tu ndio. Yaani umechagua kundi hili, taenda huko, taenda katika hapo. Mimi naomba niende hivi, uende hivi wapi? Uende huko. Yaani maana yake kuna mahali ushuhuda wake hausomeki vizuri. Kwa hiyo najua nikienda huko maana yake ni kama naenda kuumbuka. Nimesikia hata tunapokemea mapepo. Lakini na yuyu. Wale wengine wanakemea mapepo kwa Yesu katika wewe yule mkubwa wewe. Yaani na wewe ulishika mbinguni. Yaani wewe, yaani mbona wewe mwenzangu. Ngoja pia mapepo yanachokanisha tu wakati. Inawezekana sio sahihi. Lakini nataka niseme tu kwamba yaani inakusaidia wewe kujiamini. Kwa sababu unajua una ushuhuda mzuri. Na ushuhuda. Yaani hata kama unapata nafasi ya kijana anaongea na wewe, vipi umewahi kuolewa? Sijai wewe. Sasa kama uliolewa ukaashika unaanza. Hadi unauliza hivi. Wewe usiseme tu uliwahi kuolewa. Mbona sasa ni watu? Umewahi kuolewa? Hapana sikia. Lakini kama unauliza je maswali, kama una nia na mimi basi acha. Useme ukweli. Umewahi kuwa na mtoto hamna? Wewe sema ukweli. Je, vijana mbona mnaambizana ukweli? Wewe jirani yako tuambizanage ukweli. Mnaambizana ukweli. Shuhudia kitu sahihi. Yaani kushuhudia ushuhuda wako wa kweli. Ndio vijana uongo mwachake. Yaani kushuhudia uongo, unasimama kwenye gari la mtu unapiga picha, unamiliki gari, uongo gani? Acha tu amesimama kwenye gari kama mtu. Kwani leo usafiri wa kwako ni wapango. Wapango wapi? Sema na mweza kwa hauna wa mjomba huko. Shuhudia nini jamani? Na ukweli unampa mtu kwa nini? Amani, anakuwa huru. Kweli inatuweka kuwa huru. Na bahati mbaya vijana wengi tunadanganyana. Na ndio maana hata ndoa zetu sasa tukiingia kwenye ndoa, ndipo tunaanza kugundua makando yaliyotoka. Amen. Kwamba jamaa alikuwa na katoto, jamaa alikuwa na hivi na hivi. Tunaanza kujuta hivi ningejua. Ni vile ambavyo huwa hatupendi kuambizana, shuhudia kile ambacho ni cha kweli. Mtu mwenye ushuhuda mzuri anajiamini, anaweza kushuhudia vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo la tatu. Mungu anajivunia wewe. Ushuhuda, faida ya kuwa na ushuhuda mzuri. Mungu anajivunia. Kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 4. Nataka Mungu ajivunie una ushuhuda mzuri. Mungu atajidai. Na sio Mungu tu, hata wazazi wanajidai jamani.
hata jamii inajidai. Si ndio jamani? Mungu atajivunia wewe. Naomba mmoja tusome kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 8. Mungu atajivunia wewe. Amesema mtu mwelekevu aliyekataa uovu, mwenye maadili mazuri, mcha Mungu, anamwambia shetani, umemwona? Ukisema ushuhuda unakusaidia, unamfanya Mungu ajivunie wewe. Ajivunie kijana Mkristo, ajivunie kijana mwimbaji, ajivunie mwalimu wa kwaya, ajivunie kiongozi wa vijana, ajivunie mwinjilisti. Mungu anajivunia kwa sababu ya ushuhuda. Kama kuna kitu Mungu mbingu zake zinajivunia kwa ajili ya wewe au kwa ajili ya mimi, ni ushuhuda tulio. Ushuhuda tulio. Namfurahia sana mtumishi wa Mungu Paulo, naye amejivunia sana kijana wake Timotheo. Hebu tuweke kwenye kitabu cha Wafilipi mlango ule wa pili. Wafilipi mlango wa pili. Mlango wa pili mstari wa 19 mpaka 24. Baraka wa Mtume Paulo kwa Filipi. Wafilipi sura ya 2. 19:24. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeniangalia hali yenu kweli kweli. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. Ila mwajua sifa yake, ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana wa baba yake. Basi natumaini kumtuma huyo mara, hapo nitakapojua yatakayonipata. Nami naamini katika Bwana ya kuwa nitakuja na mimi mwenyewe hivi karibu. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anajivunia kuwa na Timotheo. Asamana, sina mtu mwingine mwenye nia moja na mimi. Mwenye nia moja nami atakaye iangalia hali yenu kweli kweli. Yaani aliye mwaminifu, nikimtuma huko atafanya vizuri. Anasema maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo kwa Kristo Yesu. Ila mwaijua sifa yake, yaani huyo Timotheo, ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Anamwelezea Timotheo. Anamwambia Timotheo, mtuma aje kwenu, namfahamu. Ana ushuhuda mzuri, ana nia moja na mimi, anafanya vizuri. Yuko vizuri huyo kijana, namtuma. Sijaona aliye kama huyo. Nimemtuma kwa sababu nimemwamini, yuko vizuri. Anajivunia kijana huyo. Lakini jambo lingine tunaeleza juu ya baraka au matokeo ya kuwa na ushuhuda mzuri. Ushuhuda mwema unakufanya kuwa mfano mzuri wa kuigwa. Ushuhuda mwema unakufanya kuwa mfano mzuri wa kuigwa. Unakuwa mfano mzuri wa kuigwa na vijana wenzako. Jana nilisema hata wanaweza kukuita majina. Wewe ni mtumishi. Mwingine mpaka anaitaka sana, huyu bwana, tafutia askofu. Tafutia mchungaji. Tafutia mwinjilisti. Ushuhuda mwema unakufanya kuwa mfano mzuri wa kuigwa. Unakuwa kielelezo kama nilivyosema jana, katika maeneo yote. Unakuwa mfano wa kuigwa hata katika kazi na mambo mbalimbali hata ya kiuchumi. Mtumishi wa Mungu hapa alikuwa anatuelekeza jinsi ya kufanya kazi kwa bidii. Hata huko unakuwa kielelezo. Sio mtu anayelala mpaka sana. Mimi nafurahi sana. Zamani unajua wakati tunachumbia mabinti, kuna sifa tulizoziangalia. Sijui nyinyi wazee wenzangu mnakumbuka sifa tulizokuwa tunaangalia zamani. Nitaka kumchumbia mtu au kuoa kwenye nyumba fulani. Tulikuwa tunaangalia nini? Miongoni mwa mambo makubwa tulioangalia ni kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya kazi kwa nini jamani? Katika tilo liligimia. Tulolela mwalimu. Ilikuwa ndio ushuhuda. Tulolela mwalimu. Tunaanza kuangalia ile familia. Ni watu ambao kidebe cha mahindi huwa kinawasumbua kila mwaka, wanaenda
kununua. Tunaangalia hata hicho. Alikuwa anaangalia sana zamani. Angalia sana. Kulikuwa na mambo tuliyokuwa naangalia zamani. Ngaji siku hizi kienda sasa tunajua hawa tunaokutana kwenye mitandao, kwenye simu. Wamejibodogoa wengine wanaume kama mama Mnyalamu kafika sijana kajana. Pole vijana wangu wa kiume, siku mnaliwa kwenye mtandao kule. Unafikiri na mimi nikienda saluni hapa nitatoka? Niingie saluni wakanimwambia kama wanavyotaka na bibi harusi wa. Nashangaa. Watu tafikiri kajini fulani wameweka nani? Na kuna nini fulani wanaweka huko? Zinaitwa nini wasikia? Abe? Afuna kuangalia. Ila nyie tunateseka, mwambie jirani yako tunateseka. Unajua Mungu ametuumba vizuri sana wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simama sana wote tupungiane mikono. Wasichana wote. Hakuna hata mmoja kasoro kaliani kasoro ya sura. Wote tuko vizuri, Mungu ametuumba vizuri. Ila tunahangaika. Ongeza na huku, ongeza na kucha ziwe kama za ndege la porini. Mateso juu ya mateso. Lakini kinachomata ni ushuhuda. Haleluya. Ushuhuda una kwa sababu ya kuongeza hilo virutitu, mara makucha, mara macho unaangalia kwa tabu. Mimi nilifikiaga hazina shida. Zinatesa zile. Waulize walioweka siku ya kutoa moto wake. Wangapi waliweka akaona moto wake wakati wa kutoka? Si unajua wakati wa harusi tunafanya vitu vingi. Wangapi waliweka? Niambie moto wake wakati wa kutoka. Ni rahisi kutoka. Sikiliza, tumia mic. Nasema hivi. Ukiweka kama sio mzoefu unakuwa unaona mwisho, yani zinakupa mwisho mipaka kwamba wewe angalia mwisho hapa. Hao watu angalia mwisho kwenye vichwa hivi, usipandishe juu chini shuka, lakini mwisho hapa. Kama hivi ndio utakuwa unaona hivi. Basi lakini kwenye kutoa pia kama mtaalamu aliyoweka vizuri zinatoka kwa urahisi. Lakini kama sio mtaalamu kuna kazi yake, ni ngumu. Msijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona mahangaiko hayo? Yaani mahangaiko yani tunajaribu kutengeneza ili tuonekane wanamna fulani. Wanamna fulani. Ni mahangaiko. Lakini mimi ninachokiona kikubwa kabisa ni ushuhuda wa maisha yako. Yanasemaje? Yaani hiyo ina nguvu sana, ina nguvu sana. Nimejua kwamba zinauma sana. Binti yangu ile wa pili aliweka. Nilimwonea huyu. Amerudi hapo umevimba huyu. Nini mwanangu wametoa zile zimeuma huyu mpaka anapata pete. Na wale wengine wananyoa hizi kabisa. Msirudie tena. Haleluya! Usijaribu. Pilika na vile ulivyo. Ukinyoa zile zinakuota zinauka vibaya. Unaelewa hivi? Yaani unajua kila mtu amepewa hizo size yake. Ukinyoa zinautaka vibaya. Binti yako alinyoa anajitaka mpaka leo. Sawa tumenyana pepe na utafikia. Nielewa watumishi wa Mungu. Mmenielewa watumishi wa Mungu? Haya, ushuhuda wa Kikristo unakufanya ufae kuwa chombo cha Bwana. Ufae kuwa nini jamani? Chombo cha Bwana. Matendo ya Mitume mlango wa 6 mstari wa 3. Lakini Matendo ya Mitume 16 mstari ule wa kwanza mpaka wa 3. Ushuhuda wa Kikristo
unakufanya ufai kuwa chombo cha. Nimesema hapo wakati fulani hata mchungaji wako anapata tabu, tunaomba tupatie mtu mmoja, tuna nafasi huku kwenye uinjilisti, aje, anapata tabu. Nani anaweza kufanya? Nani anaweza kufanya? Tumpeleke uinjilisti nani? Tumpeleke uinjilisti katika hawa mabinti, katika hawa vijana wa kiume, nani? Lakini ushuhuda mwema unakufanya ufai kuwa chombo cha Bwana. Tunaanza kusoma na hiyo Matendo ya Mitume mlango wa 6 mstari wa 3. Alafu tutasoma Matendo ya Mitume 16 mstari ule wa 1 mpaka wa 3.